nafsini mwangu ameweka wimbo leo, wimbo wa sifa. Haleluya. Lo, alinitoa matopeni, kanisimamisha mwambani. Nafsini mwangu ameweka wimbo leo, wimbo wa sifa. Haleluya. Moyo wangu ulihuzunishwa chini ya uso wa Yehova, na chini katika dhambi ambako dhambi zangu ziliburuta. Nilimlilia Bwana kutoka katika matope ya kina kirefu, akanileta kwa upole hadi kwenye siku ya adhabu. Lo, alinitoa matopeni, kanisimamisha mwambani. Nafsini mwangu ameweka wimbo leo, wimbo wa sifa. Haleluya. Aliweka kwenye mwamba imara kando yake, hatua zangu zilithibitika, nami nitadumu hapa. Hakuna hatari ya kuanguka nikiwa hapa, bali nimesimama kwa neema yake hata nipate taji. Alinitoa matopeni, kanisimamisha mwambani. Nafsini mwangu ameweka wimbo leo, wimbo wa sifa. Haleluya. Alinipa wimbo ulio wimbo mpya wa sifa, usiku na mchana nota zake tamu nitazimba. Moyo wangu umefurika, nina furaha na huru kumsifu mkombozi wangu aliyeniokoa. Alinitoa matopeni, kanisimamisha mwambani. Nafsini mwangu ameweka wimbo leo, wimbo wa sifa. Haleluya. Nitaimba rehema zake za ajabu kwangu, nitamsifu mpaka watu wote wauone wema wake. Nitawimba wokovu nyumbani na ng'ambo, hata wengi watakapoisikia kweli na kumtumaini Mungu. Naam, alinitoa matopeni, kanisimamisha mwambani. Nafsini mwangu ameweka wimbo leo, wimbo wa sifa. Haleluya. Hebu tumpigie makofi. Amina. Lo, alinitoa matopeni, kanisimamisha mwambani. Nafsini mwangu ameweka wimbo leo, wimbo wa sifa. Haleluya. Ubeti wa tatu. Alinipa wimbo ulio wimbo mpya wa sifa, usiku na mchana nota zake tamu nitazimba. Moyo wangu umefurika, nina furaha na huru kumsifu mkombozi wangu aliyeniokoa. Amina. Alinitoa matopeni, kanisimamisha mwambani. Nafsini mwangu ameweka wimbo leo, wimbo wa sifa. Haleluya. Hebu tumpigie makofi mara moja zaidi. Naweza kusikia haleluya asubuhi ya leo. Lo, Bwana sifiwe. Semeni tena. Alinitoa matopeni, kanisimamisha mwambani. Nafsini mwangu ameweka wimbo leo, wimbo wa sifa. Haleluya. Ubeti wa pili. Aliniweka kwenye mwamba imara kando yake, hatua zangu zilithibitika, nami nitadumu hapa. Hakuna hatari ya kuanguka nikiwa hapa, bali nitasimama kwa neema yake hata nipate taji. Lo, alinitoa matopeni, kanisimamisha mwambani. Nafsini mwangu ameweka wimbo leo, wimbo wa sifa. Haleluya. Amina. Haleluya.
tena. Utukufu. Bibi harusi wa Yesu Kristo. Bwana asifiwe. Vema, alinitoa matopeni, kanisimamisha mwambani, nafsini mwangu ameweka wimbo leo, wimbo wa sifa, haleluya. Ubeti wa tatu tena, alinipa wimbo leo, wimbo mpya wa sifa, usiku na mchana, nota za hitamu nitaziimba, moyo wangu umefurika, nina furaha na huru, kumsifu mkombozi wangu aliyeniokoa. Alinitoa matopeni, kanisimamisha mwambani, nafsini mwangu ameweka wimbo leo, wimbo wa sifa, haleluya. Amina, haleluya. Utukufu. Je, unayo furaha asubuhi ya leo? Amina. Maweza kuketi. Ni vizuri kuwa nyumbani mwa Bwana. Lo, jamani, nilipenda hilo. Lo, jamani, hivi naweza kusikia hiyo haleluya tena? Bwana asifiwe. Hakuna mtu anayeweza kusema hiyo kama bibi harusi. Amina, mwaweza kuketi. Ni fursa na heshima iliyoje kuwepo hapa. Tungependa kuwakaribisheni nyote enyi wana na binti za Mungu waliodhihirishwa. Huku tumeelekeza macho yetu Kalvari, na kuna kitu kitakachotuzuia, kwa sababu tunatembea katika barabara kuu ya Mfalme. Tumepakwa mafuta ya thamani ya upako, tukiingia katika patakatifu pa patakatifu, nasi ni Mungu kwa hali na mali. Amina. Bwana asifiwe. Ni yupi aliye Mungu kwa hali na mali? Amina. Bwana asifiwe. Mwaweza kuketi. Ningependa kuwakaribisha maalum wageni wetu wote wa kambi ya Still Waters. Ni wageni wangapi wa kambi ya Still Waters walioko hapa leo? Inueni mikono yenu. Naam, karibuni kila mmoja wenu. Nafurahi kuwa pamoja nanyi hapa. Mmechangamshwa kwa ajili ya kambi? Amina. Naam, kambi ya 3 inaanza hivi sasa. Nina furaha moyoni mwangu. Wapi? Moyoni mwangu. Wapi? Moyoni mwangu. Nina furaha moyoni mwangu. Imo moyoni mwangu. Nina furaha kweli. Nina upendo wa Yesu moyoni mwangu. Nina furaha kweli. Nina upendo wa Yesu moyoni mwangu. Nina changamko kwa ufunuo moyoni mwangu. Wapi? Moyoni mwangu. Wapi? Moyoni mwangu. Nina changamko kwa ufunuo moyoni mwangu. Wapi? Imo moyoni mwangu. Mara moja zaidi. Nina changamko kwa ufunuo moyoni mwangu. Wapi? Moyoni mwangu. Wapi? Moyoni mwangu. Nina changamko kwa ufunuo moyoni mwangu. Wapi? Imo moyoni mwangu. Nina furaha kweli. Nina furaha moyoni mwangu. Nina furaha kweli. Nina ufunuo moyoni mwangu. Nina furaha moyoni mwangu. Wapi? Moyoni mwangu. Wapi? Moyoni mwangu. Nina furaha moyoni mwangu. Wapi? Imo moyoni mwangu. Hebu tuimbe. Oh, furaha kweli. Nina upendo wa Yesu moyoni mwangu. Nina
nina furaha, furaha kweli, nina upendo wa Yesu moyoni mwangu. Amina. Bwana asifiwe. Jina la Bwana lihimidiwe. Mwaweza uketi. Nitaka kila mmoja awe sehemu ya kambi ya Still Waters. Ninapenda yale ndugu yetu G. Unajua tunao wavulana wawili wa ndugu G ambao wamekuwa nasi hapa. Simameni. Ndugu Steven na JT Tutani. Amina. Tunawapenda ninyi vijana, tulimpenda baba yenu. Hebu wazia, tutamwona hivi karibuni. Nabii alikuwa amemwona kule ng'ambo ya pazia la wakati. Jina la Bwana lihimidiwe. Lakini alizoea kusema tunaelekea kwenye kambi ya vijana ya milele, na huko ndiko sote tutakakoenda. Ndiyo. Nani anaenda na mimi? Amina. Lo, jamani. Bwana asifiwe. Tulijifunza nini wiki iliyopita? Kusikiliza kanda ni mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu kwa Bwana. Mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu kwa Bwana. Na kila neno ni kitu cha thamani kwa bibi harusi wa Yesu Kristo. Ninapenda jinsi ambavyo ndugu Branham hawezi kusitisha. Anasema siwezi kusitisha neno hilo, ni lazima tu, lazima nizungumze kuhusu neno hilo. Huko ni ukifafanua kindani zaidi hicho kitu cha thamani. Na hivyo ndivyo Roho Mtakatifu alikuwa akifanya. Anaendelea kulifafanua kindani zaidi na kuendelea kulieleza na kutufunulia ya kwamba hilo si kitu ila Yesu Kristo, yeye yule jana, leo na hata milele. Hivyo ndivyo kila moja hivyo vitu vya thamani, wakati anapovifafanua kindani zaidi, vinamwambia bibi harusi wa Yesu Kristo. Yeye anaendelea kutuambia limo ndani umoni, ujumbe huu ndio unaomkamilisha bibi harusi wa Yesu Kristo. Naye anasema mimi ndiye niliyekuwako, mimi ndiye niliyeko, na mimi ndiye atakaye kuja. Naye anasema anakuja kuwachukua ninyi, kwa sababu ninyi mmedhihirishwa, mmefanywa wana wenye mamlaka. Sasa ni bibi harusi wa Yesu Kristo mliowekwa mahali penu. Naamini hilo asubuhi ya leo. Amina. Jina la Bwana lihimidiwe. Jina la Bwana lihimidiwe. Mwaweza kuketi. Unajua udanganyifu mkubwa wa shetani sasa umefichuliwa. Amina. Shetani anaendelea kutuambia, aliendelea kutuambia, naye anatuambia kila wakati, umeshindwa tena, umefanya makosa tena, kamwe hutawahi kuamka, umegonga mwamba sasa, umekwisha, umemalizika, huwezi kamwe kuwa mwana mwenye mamlaka, huwezi kamwe kuwa mwana wa Mungu aliyedhihirishwa, umekwisha, umemalizika. Vema Shetani, ninayo habari kwa ajili yako, umechelewa sana. Amina. Amina. Bwana asifiwe. Jina la Bwana lisifiwe. Mweza kuketi. Jina la Bwana lihimidiwe. Kwa sababu nabii amekwisha kutuambia lilikuwa ni nini, na kwamba yeye hazioni dhambi zetu. Naye akaniambia mimi nikuambie wewe Shetani, haijalishi dhambi zetu zote, mapungufu yetu yote, makosa yetu yote, na kila kitu tunachofanya, haijalishi tu. Ninamwona yeye, anamwona yeye, lakini yeye ananitaka nimwambie yeye haoni hata mmoja wao. Kitu tu anachokiona yeye ni ile damu ya ukombozi ya Bwana na Mwokozi wetu. Amina. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Lo, una furaha kwa ajili ya dhabihu hiyo asubuhi ya leo? Amina. Ni ukweli ulioje. Kwake yeye sisi ni kama tu yeye, ukamilifu. Sasa hilo ni vigumu kwa mtu kulisonga, lakini hivyo ndivyo nabii huyo wa Mungu, na hivyo ndivyo ujumbe huu unavyotuambia jinsi sisi tulivyo. Kwa sababu kile tu yeye anachokiona ni ile dhabihu iliyoloa damu. Anachokiona yeye tu ni Yesu. Kwa hiyo Yesu ni nini? Mkamilifu.
Kwa hiyo tulikuwa ndani yake yeye tangu mwanzo, na hivyo sisi ni wakamilifu sasa hivi. Dhambi zetu zote zililipwa kikamilifu. Kwa hiyo nitakwambia wewe Shetani, mimi ni mtoto wake, ninyi ni wana na binti zake, na chochote mtakachokifunga duniani yeye atakifunga mbinguni. Chochote mnachokisema, chochote mnachokiomba. Kwa hivyo ni bora Shetani uanze kukimbia, kwa sababu tunalo neno. Sisi ni neno. Amina. Bwana sifiwe. Amina. Bwana sifiwe. Amina. Mwaweza kuketi. Hivyo ndivyo hao wana na binti za Mungu waliodhihirishwa wanachofanya, wanapotambua kwamba Shetani kwa muda mrefu alimshikilia bibi harusi chini, kwa sababu hatuwezi kujizuia ila kuendelea kujitazama wenyewe. Naye amekuwa akituambia muda wote, acha kujiangalia ulivyo, niangalie tu mimi, kwa sababu mwalimu ndiye yeye anayemwangalia. Yeye anamtazama mwalimu wetu, Roho Mtakatifu mwenyewe. Huyo ndiye yeye anayemtazama. Jina la Bwana limidiwe. Unajua, daima tumekuwa tukijiuliza, huko kufanya wana wenye mamlaka kunafanyika lini? Umekuwa katika siku zako zilizopita, ulimsikia ndugu Branham mjumbe hizi, ndugu, ni lini huko kufanya wana wenye mamlaka huko kutafanyika lini? Ni lini huko kufanya wana wenye mamlaka na kudhihirika, nao walifanya nini hilo? Ninayo habari kwa ajili yako, huko kunatendeka leo, leo hii. Amina. Amina. Jina la Bwana limidiwe. Amina. Mwaweza kuketi. Hilo linatendeka leo hivi sasa, linatukia. Na ninapenda ndugu yangu Branham alivyosema, inapompendeza Mungu. Yesu ndugu Branham alivyosema juu yake mwenyewe, anasema mama nisamehe. Anasema mama ambaye hakumjua Mungu zaidi ya sungura anavyojua juu ya viatu vya theluji. Anasema na baba ambaye alilala mitaani amelewa. Lakini alisema ilipompendeza Mungu. Alimwita yeye kuwa nabii wake wakati ilipompendeza Mungu. Leo inampendeza Mungu kutufunulia sisi ni nani. Inampendeza Mungu kwa sababu yeye ametupa ufunuo. Hivyo ndivyo tunavyojua kwamba inampendeza yeye, kwa sababu ametupa ufunuo huo sasa hivi. Sisi ni wana na binti za Mungu. Jina la Bwana limidiwe. Hatuogopi chochote. Ndugu Branham anasema usiogope chochote. Anasema hatuogopi chochote. Tumepata, hatujapokea roho iletayo hofu. Anasema tumempokea roho wa kufanywa wana wenye mamlaka. Amina. Kwanza Paulo anaondoa woga wote ndani yake. Ikiwa umeitwa, ni nani aliyeitwa hapa? Bwana sifiwe. Sawa. Ikiwa kweli umezaliwa kwa roho, si hilo ni jambo la ajabu? Unaweza kuinua mikono yako na kusema nimezaliwa kwa roho wa Mungu. Amina. Kisha nini kilitukia? Ndipo Mungu aliwachagua ninyi tangu asili, kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu, akayaweka majina yenu kwenye kitabu cha uzima cha Mwana-Kondoo. Na sasa tumekusanyika pamoja hapa YFYC, maskani ya Branham, na ulimwenguni kote tumeunganishwa kwa njia ya mawasiliano ya simu, ili kuketi katika mahali pa mbinguni katika Kristo Yesu. Amina. Amina. Utukufu. Lo, changamko kwa ufunuo. Amina. Amina. Mwaweza kuketi. Sasa baada ya yeye kufanya hivyo, atawaambia ninyi ni nani. Watu watakatifu, taifa takatifu, watu wa kipekee, uzao wa kifalme, wanaotoa dhabihu za kiroho kwa Mungu. Hayo ni matunda ya midomo yetu, tukilisifu jina lake. Haleluya! Amina. Jina la Bwana lihimidiwe. Sasa
baada ya kanisa kuchukua mahali pake. Lo, ajabu! Tunachukuaje mahali petu? Kwa kusema amina kwa kila neno katika ujumbe huu. Hivyo ndivyo unavyochukua mahali pako, kwa sababu hiyo itakuongoza, hiyo itakuelekeza, na hiyo itakupa mwelekeo, na hiyo itakuweka mahali pako. Amina. Tumeitwa kufanya wana wenye mamlaka kwa Roho Mtakatifu, na wakati kila mmoja anapochukua mahali pake, kile ambacho Mungu amemwitia kufanya, chochote kile Baba Mungu alichotuitia kufanya, na sisi sote tunalo jambo la kufanya. Je, hiyo si ajabu? Hakuna mkubwa ni mimi na mdogo ni wewe katika ujumbe huu. Si ati hilo si ndugu yenu Joseph, mimi si tofauti na ninyi. Ninataka kuwekwa mahali pangu. Bwana, unanitaka nifanye nini? Na kama wewe ni mama wa nyumbani, umewekwa mahali pako. Unakata nyasi, umewekwa mahali pako. Unafanya kazi Walmart, umewekwa mahali pako. Bwana, unanitaka niwe wapi? Sijali Bwana, nataka tu kuwa mwana na binti wa kweli wa Mungu. Kwa hivyo sote tunalo jambo la kufanya. Sio ati lo, ni wao ama wao walifanya hivi ama yeye alifanya vile. Kila mtu analo jambo la kufanya. Kuna mwanamke mmoja wakati mmoja ambaye aliishi maisha yake yote kusema tu, hiyo si kingine ila kweli tupu, ndugu Branham. Woo! Jina la Bwana lihimidiwe. Jina la Bwana lihimidiwe. Je, ungeishi maisha yako yote kusema maneno hayo? Amina. Amina. Mwaweza kuketi. Sisi tunaishi maisha yetu yote kusema maneno hayo. Labda Mungu amekuweka mahali pako kwa ajili ya jambo lingine, lakini sote tunayasema maneno hayo kwa sababu sote tunayaamini maneno hayo. Huenda sisi tusiwe na nafasi kama ile aliyokuwa nayo, lakini yeye aliwekwa mahali pale kusudi kulisema maneno hilo. Kwa hiyo leo hii tunaweza kuyafurahia maneno hayo. Ndugu Branham alisema hata Rahabu yule kahaba anaendelea vema. Hivi nimefanya nini? Kote katika vizazi, huyo ndiye Mungu aliyemwita. Kwa hivyo sote tunalo jambo la kufanya. Sisi sote tumewekwa mahali petu. Ni lazima tuingie mahali hapo, tumtumikie Bwana kwa mioyo yetu yote. Naye anatuambia kuhusu hilo hivi sasa. Na ni nini kinatendeka wakati unapofanya hivyo? Anasema tunasimama kwenye mwisho wa safari, tukiwafuatilia waliopotea. Kwa hiyo tunasimama kwenye neno hilo, kwenye ujumbe huu, na hadi mwisho wa safari. Haidhuru vita vikoje, haidhuru nini kinachoendelea, kile shetani anachojaribu kusema, tunasimama kwenye mwisho wa safari. Amina. Lakini huyo hapa shetani anakuja tena, yule mpiga debe. Yeye yuko karibu akijaribu kutuambia. Sasa shetani anasema, sawa, yeye haoni makosa yako, nimekunasa, lakini hautaweza kushikilia hadi mwisho. Huwezi. Wewe huwezi tu kabisa kulifanya hilo. Huwezi kushikilia hadi mwisho. Usishikilie chochote. Sio ati kama tunashikilia, yeye amekwisha kushikilia kwa ajili yetu. Jambo na limiliwe. Jina la Bwana lihimidiwe. Amina. No! Je, tunayofurahi jinsi gani kwa hilo? Amina. Amina. Nafunga sasa. Tuko ndani yake, kesi imefungwa. Ewe shetani, tumeshinda. Kama vile tumekuwa tukisema hapa kanisani, vita ni vigumu, hivyo ni hatari kuvipitia. Hiyo ni halisi, kama vile ndugu Branham anavyosema, yeye ndiye anayekupigania hivyo vita. Analo jina lako kwenye hilo kulifanya, lakini ni ajabu kujua kwamba umeshinda tayari wakati unapigana. Utashinda. Ujui hilo litakuwaje, na hivyo vitakuwa vikali, lakini utashinda. Ninaweza kuthibitisha kuna mmoja ambaye anashinda hivi sasa, ndugu Mike Epling. Simama. Anapigana na kansa. Shetani. Wao walisema atakufa miezi kadhaa iliyopita. Huyo hapo. Usishikilie chochote. Amina. Jina la Bwana lihimidiwe. Mweza kuketi. Huko ni kunena neno, kulifanyia neno kazi. Walikuambia miezi 5 iliyopita au chochote kile, ndugu Mike, mwaka mmoja uliopita.
mwaka mmoja uliopita. Jina la Bwana libarikiwe. Huyo hapo uzao wa kifalme wa Ibrahimu. Ninalijua kanisa. Nasi sote tu sehemu ya kanisa hilo. Huo uchumi mkuu wa damu ya Mungu. Alisema wewe nenda neno, liamini. Amini tu. Tusipojiangalia vile tulivyo, mkijitazama wenyewe, huwezi kuliamini hilo, utajikwaa na kuanguka. Lakini je, Mungu anaweza kushindwa? Hilo haliwezekani. Wewe angalia tu hilo. Amina. Yesu alijitakasa mwenyewe kwa ajili yetu. Ndugu Branham alisema, nalipenda neno hilo. Nadhani katika mfululizo huu wote ni neno lililo muhimu sana kwetu. Bibi harusi wa Yesu Kristo alitakaswa ili tujitakase wenyewe. Alisema angeweza kuwa na mke. Alisema angeweza kuwa na familia. Alisema angeweza kuwa na vitu hivyo vyote. Yeye alikuwa mtu ambaye jina lake liliandikwa kwenye kitabu cha uzima cha Mwana-Kondoo. Lile jina la kwanza. Amina. Bwana sifiwe. Lakini yeye alijitakasa mwenyewe kwa ajili yetu. Aliachilia kila kitu. Kwa hiyo akiwa kama mwanadamu, ilimbidi asikie hisi zetu, hisia zetu na kila kitu chetu kinginecho, lakini alijitakasa mwenyewe kwa ajili yetu. Alisema kwa wale wanafunzi, na hiyo ilikuwa kwa ajili yetu. Aliliachilia hilo lote liende. Je, yeye kama mwanadamu ilimbidi ajisikie anataka kuoa, alitaka kupata watoto, alitaka kuwa na vitu hivyo. Alikuwa mwanamume. Mambo yote sisi tunayotaka, tunayafuata matamanio yetu, tunayafuata matakwa yetu, na wakati tunapokuwa na haja, tunapokuwa na uhitaji wa kitu fulani, hakuna kitu kinachotuzuia. Amina. Na maanisha wakati tunapopata kitu fulani akilini mwetu kwamba tunakitaka kitu fulani, na haijalishi ni kitu gani. Mwanadamu sisi ni watu wanaoendeshwa, wanadamu ni watu wanaoendeshwa, lakini yeye alijitakasa mwenyewe kwa ajili yetu, akayaacha yote yaende. Ilimbidi kuyashinda hayo yote, lakini akilini mwetu tunafikiri, lakini huyu alikuwa ni Yesu, mwana wa Mungu aliye hai. Lakini kulikuwa na mtu mwingine aliyekuja ambaye alijitakasa mwenyewe kwa ajili ya bibi harusi wa Yesu Kristo. Alisema, ningeweza kwenda kuvua samaki. Anasema ningeweza kumchukua Joseph na kwenda kwenye safari za kuwinda na kuvua samaki na kwenda kufanya mambo na kutumia muda pamoja nami. Yeye angeweza kufanya hivyo, angeweza kuutumia wakati wake wote kufanya hivyo. Alikuwa ameokolewa. Mungu alimpa yeye ufunuo wa ujumbe huu. Mungu alimfunulia siri zote. Yeye alizijua siri zote. Mungu alimpa hilo, alimfunulia jambo hilo. Alikuwa nayo, alikuwa mwanadamu, lakini alijitakasa mwenyewe ili kutuletea sisi neno. Amina. Ndio. Bwana sifiwe. Bwana sifiwe. Nami naweza kulithibitisha hilo. Ninawatazama ninyi nyote. Lakini ndiyo maana alipovuka ng'ambo ya pazia la wakati na kuwaona wale watakatifu wote wa thamani, alisema kwa kitambo cha thamani anachosema, nao wakamkimbilia mbio wakimkumbatia na kumshika. Alisema alikuwa kule. Naye alijinyenyekeza sana pale aliposema, sitaki kuwa kama Paulo kusema tuko katika mbingu ya saba. Lo, sitaki kusema hivyo. Vema, ono vema, hiyo inaweza kuwa kisikisiki. Yeye alikuwa kule. Alisema aliwahisi, lakini hakukuwa na hisia na mambo hayo yote ambayo aliyosema. Lakini wale watu walipokuwa wakimkimbilia, kumjia na kumkumbatia na kusema, walimwambia nini? Kama wewe usingalikwenda, tusingekuwa hapa. Kwa hiyo ni kwa sababu yeye alijitakasa mwenyewe, na kwamba hakwenda kuvua samaki, hakwenda kuwinda pamoja nami. Yeye hakwenda kufanya mambo hayo. Alituletea neno, aliyatoa maisha yake kutuletea sisi neno hili. Je, bibi harusi wa Yesu Kristo anaweza kufanya chini ya hapo? Je, tunaweza? Hatuwezi kufanya chini ya hapo. Ni lazima tujitakase wenyewe. Ni lazima tuweke kila kitu kando ili tu kumtumikia yeye. Ulimwengu wote, matakwa yetu yote, matamanio yetu yote yanahitaji kuwa kitu kimoja, yeye, lile neno. Nitakase Bwana Yesu
Nisaidie nishinde mambo ambayo yananikumba kwa upesi. Jambo hilo ndilo ninalotaka kuwa. Kama ilimbidi Yesu alifanya jambo hilo, kama nabii wake ilimbidi kulifanya hilo, sisi hatuna budi kulifanya. Hivyo ndivyo tunavyoingia katika patakatifu wa patakatifu, na ndiyo maana tuko hapa, kuingia mahali hapo patakatifu wa patakatifu, kujifunza na kwa sisi kutenda. Ninaamini hivyo ndivyo mfululizo mzima unavyotuambia kufanya wana wenye mamlaka. Sisi ni wana na binti za Mungu waliodhihirishwa. Ni mchakato umekuwa ukiendelea. Sasa unafikia kuwa maisha kwetu sisi. Hapo ndipo yeye aliposema kuwa ndivyo. Huko nyuma shetani alipiga kanisa chini, akalipiga kanisa chini, akalipiga kanisa chini. Lakini sasa imekuwa hai. Inakuja kujazwa na Roho wake Mtakatifu, kwa sababu ufunuo wa ujumbe huu wa sisi ni nani unakuwa halisi kwa bibi harusi. Na shetani hawezi kutudanganya tena kwa hilo, kwa sababu tunajitakasa wenyewe. Je, sote tunakubali kuwa ujumbe huu ni Urimu na Thumimu ya siku hii? Je, unaamini hilo? Jina la Bwana lihimidiwe. Bwana sifiwe. Mwaweza kuketi. Nilikuwa nikiwaambia wa ndugu kule nyuma, hivi tungekuwa wapi ikiwa tungekuwa na hiki chakula kilichohifadhiwa? Tungekuwa katika madhehebu, tungekuwa tukibatiza katika jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu na kila kitu kingine. Na wanasema sema, kama tungekuwa na Biblia. Tulikuwa nayo Biblia, lakini ilimbidi Mungu amtume nabii, na kupitia yeye siri hizo zilifunuliwa, kila neno hilo linavyosema. Kwa hivyo kila kitu, Urimu na Thumimu, ilibidi kimulike kwenye hiyo Urimu na Thumimu. Huko nyuma katika siku za Yesu, kabla Yesu hajaja hapa, ilibidi hilo limulike kwenye kile kifuko cha kifuani, kama ilikuwa kweli au la. Hivyo ndivyo ulivyo ujumbe huu. Ikiwa halilingani na ujumbe huu, kila alichosema nabii huyo, hatuna uhusiano wowote nalo. Hiyo ndiyo njia pekee tunayoweza kuwa na hakika, ni kudumu na neno. Kama tukidumu sawasawa na yale yeye aliyosema na kusikiliza hasa kile yeye alichosema, huwezi kwenda kombo. Sihitaji kusikiliza tafsiri nyingine ya kile inachomaanisha. Naweza kulisikia hilo mimi mwenyewe, yale hasa nabii huyo aliyosema. Amina. Jina la Bwana lihimidiwe. Bwana sifiwe. Jina la Bwana lihimidiwe. Mwaweza kuketi. Kwa hiyo sisi sote tunakubali kwamba ujumbe huu ndilo neno la wakati huu. Alisema kila mmoja wa wale manabii huko nyuma katika nyakati zote, anasema wote walikuwa miungu wadogo. Ninyi nyote ni miungu wadogo. Anasema kwa sababu wao walikuwa neno la siku hiyo, lakini katika wakati huu wa mwisho ni hadithi tofauti kidogo. Ni hadithi tofauti kidogo. Huyu alikuwa malaika mjumbe wa 7. Yote yamefungamanishwa humo. Neno hilo lilishuka. Kila kitu ambacho Adamu alikuwa amepoteza, kila kitu ambacho Adamu alikipoteza tangu mwanzo wa nyakati, yalipaswa kurejeshwa tena. Yalitakiwa tupewe sisi, ili tuwe Mungu tena, ili tuunene neno na litokee. Hivyo ndivyo Adamu alivyofanya, naye anasema naenda kurejesha, ninaenda kulirudisha kanisa. Kutakuwepo na hilo kanisa tena, si neno langu. Hivyo ndivyo neno linavyosema, nasi ndio watu hao. Anasema kwamba wao walitaka kuishi katika wakati huu, wawe wameketi pale ulipoketi wewe, wawe katika wasikizi hawa leo kusikia ujumbe huu. Kwa hiyo ilimbidi Mungu akihifadhi chakula hicho ili tuweze kukisikia sisi wenyewe. Kwa hiyo neno la wakati huu ni ujumbe wa saa hii. Kwa hivyo neno lilisema imani huja kwa kusikia, kusikia neno, nalo neno huja kwa nabii. Amina, amina, amina. Huo ndio ufunuo. Bwana sifiwe. Bwana sifiwe. Hatutaki kuhusiana na chochote kama kiendani na neno hili. Hiyo ndio sababu tunazisikiliza kanda hizi, kulisikia hilo moja kwa moja kutoka kwenye sauti ya Mungu. Kwa hiyo neno ni kweli. Amina. Yohana Mtakatifu 17:17 inasema, watakase Baba kwa neno. Neno lako ni kweli.
Hivyo basi, kwa kusikiliza ujumbe huu, neno la sahihi ni kumtakasa bibi harusi wa Yesu Kristo. Amina, amina, amina. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Mwaweza kuketi. Kwa hiyo afadhali tuwe tunasikiliza kanda, kwa sababu ndivyo unavyotakaswa. Yesu alifanya hivyo. Anasema kwa ajili yao, anasema usiwachukue, lakini watakase kwa kweli yako. Njia pekee ya sisi kuwa na kweli ni neno. Kwa hiyo kusikiliza tu neno hili leo, tuko pamoja katika makao ya mbinguni tukiwa tunatakaswa na ujumbe huu. Haya ni malimbuko ya kwanza tu. Alisema hayo ni malipo ya awali tu. Lakini ikiwa tukijitakasa wenyewe, nini kitatokea? Katika sekunde moja tunakuwa kivuli cha kivuli, kisha mara tunakuwa kivuli, kisha mara inakuwa mkondo mdogo, kisha mara inakuwa kijito, kisha mara unakuwa mto, na kisha mara inakuwa bahari. Na baada ya muda mfupi unasimama mbele ya wapendwa wako, ukiwa umesimama kule ng'ambo. Tumevikwa mavazi ya mwili huu wa mbinguni, ambao sasa tunajuana kila mmoja, tunapendana kila mmoja, nanyi mmegeuzwa kuwa vijana wa kiume na wa kike. Tena tunaelekea mahali hapo. Huko ndiko tunakuelekea. Lo! Katika sekunde moja. Lo! Na uje Bwana Yesu. Utukufu kwa Mungu. Jina la Bwana lisifiwe. Lo! Bwana asifiwe. Bakini tu mmesimama. Ilinibidi niiseme nukuu hiyo. Ninaipenda nukuu hiyo kutoka kwa ndugu Branham. Unajua, nikiwa kijana mdogo sikuelewa hicho kivuli cha kivuli cha kivuli katika kijito katika bahari. Lo, wakati ufunuo huo uliponipata, katika sekunde moja tuko katika uwepo wa Mwenyezi Mungu. Anasema tunao mwili kule unaotungojea, nao wote wanajua kile kinachoendelea hapa leo. Lo, amina. Asante Bwana Yesu. Ninaamini manabii wote, wenye hekima wote, wote hao akiwemo na huyo, wanajua kile kinachoendelea hapa leo. Ndivyo neno linavyosema. Ati lo, ndugu Joseph, ndivyo neno linavyosema. Nikisema jambo lolote kinyume na hilo neno, msiamini chochote ninachosema. Sikilizeni kile nabii huyo alichosema. Tunalo jambo moja la kufanya, kuelekeza ninyi kwake. Kila mhudumu anayo kazi moja, ni kuelekeza ninyi kwa mjumbe huyu. Amina. Naweza kunukuu vibaya, ninaweza kusema jambo fulani kimakosa, lakini neno hilo halitashindwa kama nikisema jambo fulani kimakosa na useme amina, uko shidani. Lakini nikisema amina kwa yote yeye aliyosema, sifa hilo ni kati yake yeye na Mungu. Umetoka kuniambia niamini yote yeye aliyosema. Ni rahisi sana. Kila mmoja anataka kulifanya liwe gumu sana. Sio ngumu kama unao ufunuo, nasi tunao ufunuo. Kwa hiyo namshukuru Bwana kwamba wao wanafahamu. Alisema kuwa makini, sio uabudu mizimu. Sisi hatuabudu chochote, hatumwabudu mtu huyo. Mimi simwabudu ndugu Branham, ninamwabudu Mungu. Lakini Mungu alijifunua mwenyewe. Ni wangapi ambao hata tunaojua? Alisema El Elohim. Alisema mtu huyo alikuja tena ili kujifunua mwenyewe tena. Yeye alilitimiza hilo. Hawa wakosoaji wote alisema hivi na halimaanishi hivi. Huyo ni nani? Huyo ni nani basi? Ni nani anaijua siri ya moyo wa mwanadamu? Ni nani aliyeifanya ishara ya kimasihi? Mmoja. Ufunuo. Nasi tunaweza kusema kama vile, kuleni mwili wangu na kunywa damu yangu. Mimi sijui maana yake, lakini mimi nitalifanya hilo. Haijalishi. Bwana sifiwe.
Mara baada ya hilo kutia nanga ndani ya bibi harusi, huwezi kuondoshwa. Kwa hiyo kuna hila za shetani imekuwa wakati wote, kwa sababu unaendelea kuangalia nyuma, kwa sababu unajikwana kuanguka. Upuuzi. Sasa yeye ametuambia, mimi siangalia hayo. Lakini pamoja na huko kujikwana kuanguka, je, hivi wewe ulisema ati ujumbe huu si kitu? Uliwahi kusema hivyo? La. Ilikuwa ni hapa. Ninajiangalia nilivyo, sina thamani. Mambo hayo yote shetani. Ninyi vijana, kile tunachopitia, siwezi tu kuliishi hilo. Siwezi tu kulifanya hilo. Baadhi kwenye simu, lakini je, ujumbe huu ni kweli? Hakika ni kweli. Lakini siwezi kuuishi. Lakini je, huu ni kweli? Hakika ni kweli. Hivyo ndivyo uzao wa kifalme wa Ibrahimu unavyosema. Kwa hiyo unaona, yeye shetani anakufanya uangalie huko kujikwana kuanguka. Sisi hatuangalie huko kujikwana kuanguka, tunaiangalia ile damu, maana hicho ndicho yeye anachokiangalia. Tunadumisha tu kwenye eneo hilo moja, tunamtazama tu yeye. Je, ungependa kusikia nini kinachotendeka leo? Umeshalihisi hilo, kwa sababu yeye yuko hapa. Nguzo ile ya moto iko hapa. Kwa sababu yeye analiongoza kanisa lake. Sisi ndio hilo kanisa hapa, na wale wanaosikiliza hewani, haijalishi uko wapi, huyo Roho Mtakatifu analiongoza kanisa, anamuongoza bibi harusi. Huyo ni nabii huyo. Huo ni ujumbe huu unaomwongoza bibi harusi wa Yesu Kristo. Lakini leo tunayo majaliwa, daima tunayo majaliwa tunapoisikia sauti ya Mungu. Ikiwa unaendesha gari lako, umelala kitandani kwako, chochote unachokifanya, kuisikia tu sauti hiyo. Asante Bwana Yesu. Lakini leo yeye anasema, nami naomba nisipowaona kamwe katika maisha haya, ninapovuka ng'ambo katika nchi ile, jalia wanikimbilie na kunishika. Yeye ananena kuwahusu ninyi. Ananena kuwahusu ninyi. Hebu sikilizeni. Lo, utukufu! Ninapovuka ng'ambo katika nchi ile, jalia wanikimbilie na kunishika, nami niwashike, na wapaze sauti, ndugu wa thamani, mmoja kwa mwingine, kusema, nilisikia kanda yako kuhusu wa Efeso, jinsi ambavyo Mungu alivyotuchagua tangu zamani kwa ajili ya uzima wa milele. Na ilikuwa kwenye kanda hiyo ambapo nilipopokea sauti ya Mungu, nami nikatiwa muhuri kwa Roho Mtakatifu katika ufalme wa Mungu. Utukufu! Jina la Bwana lihimidiwe. Bwana sifiwe. Hilo linakuwasha moto. Jina la Bwana lihimidiwe. Hebu tuvinamishe vichwa vyetu. Jina la Bwana lihimidiwe. Tunaamini hilo kwa moyo wetu wote. Tumetiwa muhuri ndani. Tumetiwa muhuri ndani. Ninapenda jinsi ndugu Branham anavyosema, siwezi kusitisha kwenye neno hilo, kutiwa muhuri. Tumetiwa muhuri ndani. Tumetiwa muhuri ndani kwa Roho Mtakatifu. Tumetiwa muhuri na neno hili, hatuwezi kutoka nje, kwa sababu tumetiwa muhuri ndani. Tumetiwa muhuri pamoja na Bwana Yesu. Jinsi tunavyompenda yeye, jinsi tunavyomshukuru. Tunamshukuru kwa ujumbe huu, tunamshukuru kwa kutufunulia huo sisi. Tunamshukuru kwa ajili ya kundi hili la watu wanaoupenda ujumbe huu kwa mioyo yao yote. Anapaswa kujivunia jinsi gani huku akitazama kwenye zile kingo za vipandio. Unajua, ninaamini kwa moyo wangu wote. Unajua, ndugu Branham alipouleta ujumbe huu mwaka 1960, nasi tunaziona picha, naye akasema alimwona huyo bibi harusi. Alisema akitembea. Huyo alikuwa ni bibi harusi wakati wa mwisho. Alisema alipomwona akitembea, alitazama na kumwona, ilikuwa ni ninyi. Ilikuwa ni ninyi. Alisema kwa sababu haikuwa, lakini wewe zitazame picha hizo. Akasema, nimewaona hao akina dada wakiwa na sketi zao ndefu, wakiwa na nywele zao ndefu zikining'inia chini, wakipiga hatua sambamba.
wakiwa wameyaelekeza macho yao kwangu. Yeye alikuwa akiwatazama ninyi. Huko ni kule kuonekana kimbele kwa bibi harusi. Ninyi ndiyo huyo bibi harusi aliyemuona. Ninyi ndiyo huyo. Tunakupenda Bwana Yesu, na tunapenda kuwa tumetiwa muhuri. Tunapenda kuwa watu walioitwa watoke. Tunapenda kuwa tumefungiwa ndani pamoja nawe Bwana Yesu. Leo tumefungiwa ndani pamoja na Mungu katika mahali pa siri, hapo rohoni, tukiutazama uso wake. Ninapata nguvu mpya za kukimbia katika ya mashindano. Jinsi gani ninavyopenda kufungiwa ndani pamoja na Mungu. Hebu tuimbe tena kwa mara nyingine tena kwa moyo wetu wote katika kufungiwa mioyo yetu ndani. Tumefungiwa ndani pamoja na Mungu katika mahali pa siri, hapo rohoni, tukiutazama uso wake. Ninapata nguvu mpya za kukimbia katika ya mashindano. Jinsi gani ninavyopenda kufungiwa ndani pamoja na Mungu. Baba wa mbinguni, tunakushukuru sana tu Bwana kwa neno lako. Tunakushukuru kwa nabii mjumbe wako Bwana uliyetutumia. Tunakushukuru kwa ujumbe huu Bwana. Ni kila kitu, ni uzima wa milele kwetu Bwana. Jinsi gani Bwana unavyotuweka mali petu Bwana, tuliofanywa wana wenye mamlaka katika ule mwili, tukiwa tumewekwa moja kwa moja mali petu Bwana, tukitekeleza tu maagizo ambayo umeyaelekeza Bwana, tukijitoa kabisa kwako, wafungwa kwako wewe Bwana, tukitembea katika Roho. Asante kwa hilo Bwana, jinsi wewe ulivyo mkuu. Tukifikiria jinsi tunavyojisikia leo Bwana, yale uliyoyafanya kwa ajili yetu Bwana, umetufikia kwa mkono wenye nguvu ili kutuongoza na kutuelekeza Bwana. Nini tu jinsi wewe ulivyo mkuu, kwamba Bwana umetupa malipo ya awali Bwana. Baada ya sisi kulisikia neno la kweli, ulitutia muhuri kwa huyo Roho Mtakatifu wa ahadi, kwamba sisi ni warithi na tuna urithi ambao wewe umeununua Bwana, tukisubiri ulio kamilifu siku ya ukombozi Bwana. Lakini Bwana, tunajua jambo fulani limetukia ndani chini ya mioyo yetu Bwana, kwamba sisi ni sehemu ya siku ile iliyokuu Bwana. Umesikia kutoka kwenye theofani zetu Bwana. Asante Bwana kwa neema yako. Tunakupenda kwa mioyo yetu yote. Hatujui hata jinsi ya kulisema hilo vizuri, lakini Bwana, tunakupenda kwa kila kilicho ndani yetu. Asante Bwana, tunakushukuru tu kwa mambo yote. Asante kwa ibada hii. Asante kwa uwepo wako uko hapa sasa. Tunaweka maombi haya Bwana mbele zako Bwana, na Bwana, katika neno lako lilisema ikiwa tungeomba chochote kwa jina lako ungelijalia. Kwa hiyo tunaliomba hilo Bwana, kulingana na mapenzi yako yaliyokusudiwa tangu zamani. Tunalikabidhi kwako sasa sehemu zote zinazoendelea za ibada hii. Bariki kila mmoja Bwana, nasi tupo tayari na tumejiandaa kupokea kile ulichotuandalia sisi. Tunakupenda kwa mioyo yetu yote. Sasa tunakabidhi hilo kwako sasa katika jina la Bwana Yesu Kristo. Amina. Tumefungiwa ndani pamoja na Mungu katika mahali pa siri, hapo rohoni, tukiutazama uso wake. Ninapata nguvu mpya za kukimbia katika ya mashindano. Jinsi gani ninavyopenda kufungiwa ndani pamoja na Mungu.
Amina. Ketini sasa. Wakati huu tunao baadhi ya watoto wa kuwekwa wakfu asubuhi ya leo, kwa hivyo tutaimba. Waleteni, ikiwa mnaweza kuwaleta tu mbele wakati huu, vizuri sana. Mungu awabariki na awe pamoja nao. Waleteni, waleteni, waleteni kutoka maeneo ya dhambi. Waleteni, waleteni, waleteni watoto wadogo kwa Yesu. Waleteni, waleteni kutoka maeneo ya dhambi. Waleteni, waleteni. Jina lake Jesse Daniel. Tunaye Jesse Daniel mdogo hapa. Ametoka humo vizuri. Ni ishara maalum iliyoje ya upendo. Jesse Daniel, hebu tuvinamishe vichwa vyetu. Bwana Yesu mwenye neema, huyo Jesse Daniel, zawadi ndogo ya upendo ambayo umeileta katika nyumba hii, Bwana Yesu. Baba, unatenda mambo mema Bwana, unafanya mengi kwa ajili yetu, na Bwana, furaha ya kuwa na watoto wadogo Bwana Yesu, hakuna cha kulinganishwa nacho Bwana. Baba, katika wanandoa hawa wa thamani Bwana, ambao umewaleta pamoja na ishara ya muungano wao pamoja Bwana, kwamba umetoa zawadi hii ndogo ya upendo, na Bwana unataka kumleta leo katika kumbukumbu, umweke mikononi mwako Bwana Yesu, kwa sababu wanamtakia yaliyo bora zaidi tu Bwana Yesu. Na kwa kweli Bwana, yaliyo bora zaidi ni wewe Bwana. Na Baba, walimleta hapa leo ili mimi niweze kumweka mikononi mwako Bwana, katika maisha ya kujitolea na utumishi kwako. Baba, mbariki tu na uwe pamoja naye Bwana. Mlinde, mwangalie, mkinge, uweke mkono wako juu yake Bwana Yesu siku zote za maisha yake Bwana. Ibariki familia hii Bwana Yesu. Uwe daima mgeni mwalikwa nyumbani mwao Bwana Yesu. Daima waliweke neno hilo nafasi ya kwanza Bwana Yesu. Nijalie hilo sasa. Tunamchukua nasi tunamweka mikononi mwako Bwana kwa maisha ya utumishi. Tunaomba yote katika jina la thamani na zuri la Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo. Amina na amina. Jina Doliel Shimbangol. Doliel 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 Doliel. Nipe kipaza sauti. Ninayo furaha Bwana analijua hilo jina. Kitoto kidogo mwanasesere. Hebu tuvinamishe vichwa vyetu. Bwana Yesu mwenye neema, jinsi tunavyokupenda na jinsi tunavyokushukuru. Na Bwana, mawazo yangu yanarudi nyuma siku moja Bwana, kwa kile nabii wako alichosema kwamba sisi sote tutaishi milele pamoja siku moja Bwana Yesu, na sote tutazungumza lugha moja Bwana, na hiyo itakuwa lugha ya mbinguni Bwana. Hakutakuwa na Kifaransa na Kihispania na Kijerumani na Kiholanzi, itakuwa tu lugha ya mbinguni kwako wewe. Na Bwana, kwa wakati huu Bwana, tunajua zawadi hii ndogo ya upendo ambayo umeiweka katika nyumba hii Bwana, ambapo Baba, wazazi wamekuja hapa leo Bwana, kwa neno lako Bwana Yesu, wakimtakia binti yao mdogo yaliyo bora zaidi Bwana. Nataka yaliyo bora zaidi, na wewe ndio yaliyo bora zaidi Bwana Yesu, na uwe tu pamoja naye siku zote za maisha yake Bwana. Umwangalie na umlinde Bwana Yesu. Ulimwengu huu mwovu tunaoishi ambao Bwana Baba, hatulingani na shetani, bali Roho wako Mtakatifu Bwana anaweza kushuka na apige kambi kumzunguka Bwana Yesu. Mwangalie na umlinde Bwana. Wabariki na uwe pamoja na familia Bwana wanapomwinua kwako Bwana akutumikie wewe. Na Baba, ujumbe huu uwe namba moja daima katika maisha yao Bwana Yesu. Sasa Baba, tunamchukua nasi tunamkabidhi mikononi mwako Bwana kwa maisha ya utumishi na kujitolea. Tunayaomba hayo katika jina la thamani na zuri la Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo. Amina na amina. Lo, nakupenda.
Lo, yeye anayo macho makubwa kwa ajili yako sasa. Lo, aina hiyo habari huo wa Atlanta. Alana Dove. Oh. Jina lake ni Alana Dove. Hebu na tuvinamishe vichwa vyetu. Bwana Yesu mwenye neema, huyo hapa maskini Alana Dove, ishara ndogo ya upendo wako huyo Baba, jinsi tunavyokushukuru kwa ajili yake Bwana. Tunakushukuru sana kwa maisha yake Bwana Yesu, jinsi tunavyokushukuru kwa ajili ya familia Bwana ambayo inataka kumleta leo Bwana mbele ya wasikizaji hao na kumweka mikononi mwako kwa maisha ya utumishi Baba. Wao wanamtakia yeye aliyo bora zaidi Bwana, kwa sababu wao wanajua kwamba hawawezi kuwa pamoja naye Bwana Yesu siku zote, lakini wanajua wakimweka mikononi mwako Bwana kwamba Baba utakuwa pamoja naye daima, kwamba utakuwa ukimwangalia kila wakati. Tunaomba tu kwamba utambariki tu na kuwa pamoja naye Bwana. Baba, weka mkono wako juu yake Bwana Yesu. Chochote ambacho umemwita kufanya katika maisha yetu Bwana Yesu, na ushuke, kwa sababu tunaamini Bwana kwamba yeye ni mmoja wa wale uzao wa kifalme wa Ibrahimu Bwana. Tunaliamini hilo Bwana Yesu, hivyo atakuwa binti wa Mungu aliyedhihirishwa kwako wewe Bwana Yesu. Ibariki na uwe pamoja na familia Bwana, nao wamlee mtoto katika maadili ya kukupenda na kukutumikia wewe, na uwe mgeni aliyekaribishwa nyumbani mwao daima, huku wakikuweka wewe Bwana kuwa wa kwanza daima. Sasa tunamchukua nasi tunamrudisha katika mikono yako yenye upendo Bwana, kwa maisha ya utumishi na maisha ya kuwekwa wakfu kwako. Lijalie hilo Bwana Yesu, tunaomba katika jina la thamani na zuri la Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo, amina. Joy Rachel Lindy. Joy Rachel. Habari kipenzi. Ananichunguza. Hebu tuvinamishe vichwa vyetu. Bwana Yesu mwenye neema, huyo hapa Joy Rachel Lindy mdogo Bwana. Baba, ishara nyingine ndogo Bwana ambayo umeileta hapa duniani. Baba, mawazo yangu yanarudi nyuma kama vile nabii wako anavyosema leo kwamba siku chache zilizopita tu Bwana, haikuwa zamani sana, kwamba roho yake huyu Bwana ilikuwa imeketi mbele zako Bwana. Basi mara moja kuzaliwa kulikuja, na kisha Bwana ndipo roho hiyo ikaingia ndani ya mwili huu na ikapumua pumzi ya uhai. Bwana, wewe ndiwe mpaji wa zawadi zote zilizokuu, na Baba, ni ishara iliyoje ya upendo ulioiweka katika nyumba hii Bwana Yesu. Na Baba, hakuna cha kufananishwa nalo Bwana. Na Baba, wao wanachotaka ni kilicho bora zaidi kwake Bwana Yesu. Baba, kumlea Bwana, kutumikia na kukupenda wewe Bwana Yesu, na kwa hivyo wamemleta hapa leo Bwana ili kumweka mikononi mwako Bwana Yesu. Baba, kwamba hajafikia umri wa kuelewa kupokea ubatizo wa Roho Mtakatifu, lakini Bwana yuko hapa kufunikwa na Roho wako Mtakatifu Bwana, ili umwangalie, umlinde na kumwepusha na madhara Bwana Yesu. Malaika wako na waweke kambi kumzunguka Bwana Yesu na kumweka katikati ya mapenzi yako makamilifu. Bariki Bwana nyumba hii wanapomlea yeye Bwana, jalia waliweke neno mbele yake daima Bwana Yesu, daima likielekeza kwako na kwenye ile dhabihu iliyolowa damu. Tunakushukuru kwa maisha yake Bwana. Mbariki na uwe pamoja naye sasa tunapomkabidhi kwako Bwana Yesu kwa ajili ya maisha ya kuwekwa wakfu na utumishi. Tunamweka mikononi mwako, maana tunaomba hayo katika jina zuri na la thamani la Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo. Amina na amina. Amina. Inapendeza sana jinsi gani kuwaona hawa watoto wadogo wakija na kuwekwa wakfu. Ni baraka iliyoje kuwa hapa alasiri ya leo, na jinsi tunavyosema kwa Bwana kuturuhusu kukusanyika pamoja mara moja zaidi. Amina. Hakika nashukuru sana kuwa kondoo katika malisho yake, sikio langu likiwa limelengeshwa kwenye sauti hiyo. Ninashukuru sana kwamba yeye ameniruhusu mimi kuliona hilo katika siku hii na kizazi hiki. Kweli kondoo wangu waijua sauti yangu. Lo, kondoo wangu waijua sauti yangu, na njia nipitayo wananifuata kila niendako. Kondoo wangu waijua sauti yangu,
ninapoita, lakini sauti ya mgeni hawaijui. Kondoo wangu waijua sauti yangu, na siku kwa siku zizini, wala hawapotei. Wananipenda kwa sababu nimewafanya chaguo langu, nao ufuata nitapo, maana kondoo wangu waijua sauti yangu. Baba yetu wa mbinguni, Bwana mwenye neema, Bwana tunashukuru sana Bwana kuweza kuja nyumbani mwako. Tunakushukuru Bwana kwa neno lako na Roho wako Mtakatifu Bwana uliyemtuma kutuongoza. Tunakushukuru Bwana kwa upako ulio juu ya ndugu Joseph Bwana, kutangaza ujumbe Bwana ulioutuma kupitia nabii wako ndugu Branham. Nasi tunakuomba Bwana utusaidie kila mmoja wetu hapa kulipokea Bwana neno lako mioyoni mwetu, kwamba Bwana lingetuweka tayari, kututayarisha ili tupatikane waaminifu na wakweli wakati wowote unapoweza kutuita. Tunaomba sasa kwamba uzibariki zaka hizi na matoleo haya Bwana, ili yatumike kwa ajili ya ufalme wako, katika jina la Yesu Kristo naomba, amina. Kondoo wangu wanaijua sauti yangu, na malisho ya kijani kibichi niwaongozapo mara zote kuwalisha. Lo, kondoo wangu waijua sauti yangu, kwenye mkondo wa maji baridi yametayo, kando ya maji matulivu huwaongoza. Lo, kondoo wangu waijua sauti yangu, na siku kwa siku ukaa zizini, wala hawapotei. Wananipenda kwa sababu nimewafanya chaguo langu, na wanafuata wito wangu, kwa kuwa kondoo wangu waijua sauti yangu. Lo, kondoo wangu waijua sauti yangu, na bonde la mauti ambalo nitawaongoza siku moja, lakini hakuna hatari wala madhara yanayoweza kumgusa mmoja wao, kwa kuwa mimi nitakuwa pamoja nao daima. Kondoo wangu waijua sauti yangu, na siku kwa siku ukaa zizini, wala hawapotei. Wananipenda kwa sababu nimewafanya
nasi ni warithi pamoja na mwana, na sisi ni watu wa ufalme wake. Lo, sisi ni familia, sisi ni mmoja. Mara moja tena, sisi ni warithi, sisi ni warithi pamoja wa Baba, nasi ni warithi pamoja na mwana, na sisi ni watu wa ufalme wake. Ndiyo, sisi ni familia, sisi ni mmoja. Tumeoshwa, ndiyo tumeoshwa na tumehesabiwa haki. Lo, tumetakaswa kwa damu yake, tumezaliwa kwa Roho wake. Sisi ni wana wa Bwana. Lo, tunangojea kwa hamu, tunangojea kwa hamu kuja kwake, nasi tunaangalia hewani, nasi tunakesha na kungojea. Tunaishi pamoja naye, tutafufuka, tutatawala pamoja naye milele. Lo, wanadamu na malaika watapaza sauti na kuimba kwa ajili ya kutawala, lo, kuliko kutolewa kwa familia. Wetu watano, tunangojea kwa hamu. Lo, tunangojea kwa hamu kuja kwake. Lo, tunaangalia, tunaangalia hewani, nasi tunakesha na kungojea. Tutaishi pamoja naye na tutatufuka. Ndio, sisi ni warithi, sisi ni warithi wa Baba, nasi ni warithi pamoja na mwana, na sisi ni watu wa ufalme wake. Lo, sisi ni familia, sisi ni mmoja. Ni uhai wa asili, ile mbegu ya asili, ile neno lilonenwa, ndilo ninaloamini. Mwana wa Adamu amefunuliwa, mihuri 7 imefunuliwa, ule uhai wa asili, ile mbegu ya asili, ule wala wa asili, ule uhai wa asili, na ile mbegu ya asili, ile neno lilonenwa, ndilo ninaloamini. Mwana wa Adamu amefunuliwa, muhuri wa 7 umefunuliwa, ule uhai wa asili, ile mbegu ya asili. Sifa za Mungu zilidhihirishwa kwa bibi harusi wake katika wakati huu wa mwisho. Tumeupata ufunuo kwa ujumbe wa nabii wetu, nasi tunajua sisi ni nani na tunalelewa kwa ajili gani. Bwana asifiwe. Kwa ajili ya ile mbegu ya asili, ni uhai wa asili, ile mbegu ya asili, ile neno lilonenwa, ndilo ninaloamini. Mwana wa Adamu amefunuliwa, muhuri wa 7 umefunuliwa, ule uhai wa asili, ile mbegu ya asili. Sisi ni neno lilofanyika mwili leo, hivyo ndivyo maandiko yanavyosema. Nayo majina yetu yanaonekana humo ndani. Tumekombolewa na ni wakamilifu bila dhambi, ndiyo tumetiwa mafuta na kuvuviwa na Mungu wetu aliye uhai wa asili. Ni uhai wa asili, ni uhai wa asili, ile mbegu ya asili, ile neno lilonenwa, ndilo ninaloamini. Mwana wa Adamu amefunuliwa, muhuri wa 7 umefunuliwa, ule uhai wa asili, ile mbegu ya asili. Macho yetu ya ufahamu hatimaye ameyafungua, na ushindi mtamu ni wetu tuliofungwa minyororo hapo zamani. Jubili ya kweli imesikika, nasi tumemwitikia Mungu wetu aliye uhai wa asili. Ni uhai wa asili, ni uhai wa asili, na ile mbegu ya asili, ile neno lilonenwa, ndilo ninaloamini. Mwana wa Adamu amefunuliwa, muhuri wa 7 umefunuliwa, ule uhai wa asili,
ile mbegu ya asili. Tumeitwa kuwa wana wenye mamlaka kamili na uweza. Watakatifu waliolala wataamka na kuungana nasi kwa ajili ya kule kubadilishwa katika saa hii. Siku za mataifa zitakwisha hivi punde. Lo, utukufu, haleluya kwa Mungu wetu aliye uhai wa asili. Ni uhai wa asili, ile mbegu ya asili, ile neno lilonenwa, hilo ninaloamini. Mwana wa Adamu amefunuliwa, muri wa 7 umefunuliwa, ule uhai wa asili, ile mbegu ya asili. Tumeitwa tena, tumeitwa kuwa wana wenye mamlaka kamili na uweza. Watakatifu waliolala wataamka na kuungana nasi kwa ajili ya kule kubadilisha katika saa hii. Siku za mataifa zitakwisha hivi punde. Lo, utukufu, haleluya kwa Mungu wetu aliye uhai wa asili. Ni uhai wa asili na ile mbegu ya asili, ile neno lilonenwa, ndilo ninaloamini. Mwana wa Adamu amefunuliwa, muri wa 7 umefunuliwa, ule uhai wa asili, ile mbegu ya asili. Ubeti wa 3, macho yetu ya ufahamu hatimaye ameyafungua, na ushindi mtamu ni wetu tuliofungwa mnyororo hapo zamani. Biblia kweli imesikika, nasi tumemwitikia Mungu wetu aliye uhai wa asili. Ni uhai wa asili na uo ile mbegu ya asili, ile neno lilonenwa, ndilo ninaloamini. Mwana wa Adamu amefunuliwa, muri wa 7 umefunuliwa, ule uhai wa asili, ile mbegu ya asili. Mara moja zaidi, ni uhai wa asili na ile mbegu ya asili, lile neno lilonenwa, ndilo ninaloamini. Mwana wa Adamu amefunuliwa, muri wa 7 umefunuliwa, ule uhai wa asili, ile mbegu ya asili. Amen. Praise the name. Jina la Bwana lihimidiwe. Tumeitwa kuwa wana wenye mamlaka kamili na uweza. Watakatifu waliolala wataamka na kuungana nasi kwa ajili ya kule kubadilishwa katika saa hii. Siku za mataifa zitakwisha hivi punde. Lo, utukufu, haleluya kwa Mungu wetu. Amina, aliye uhai wa asili. Amina, uhai wa asili, ile mbegu ya asili, ile neno lilonenwa, hilo ninaloamini. Mwana wa Adamu amefunuliwa, muri wa 7 umefunuliwa, ule uhai wa asili, ile mbegu ya asili. Amina. Jina la Bwana libidi. Kwa kweli macho yetu ya ufahamu yamefunguliwa hatimaye. Kama vile ndugu Joseph alivyokuwa akizungumza hapo awali, kwa kweli ni hamu kuu moyoni mwangu. Bwana, nitakase. Bwana, lichukue neno hili na uninyoe kwa hali na mali. Niumbe na unifanye upya leo Bwana. Niingize patakatifu pa patakatifu kwa ile daima, na uyatwae hayo makaa ya moto. Uisafishe midomo yangu Bwana, niko hapa tu. Asante Bwana. Niingize patakatifu pa patakatifu. Niingize ndani kwa damu ya mwana-kondoo. Niingize patakatifu pa patakatifu. Twa makaa yako ya moto
isafishe midomo yangu, mimi huyo hapa. Toa makao yako ya moto, toa makao yako ya moto, isafishe midomo yangu, mimi huyu hapa. Niingize, niingize patakatifu, patakatifu. Niingize ndani kwa damu ya mwana-kondoo. Niingize patakatifu, patakatifu. Toa makaa yako ya moto, isafishe midomo yangu, mimi huyu hapa. Toa makaa yako ya moto, toa makaa yako ya moto, isafishe midomo yangu, mimi huyu hapa. Niingize, niingize patakatifu, patakatifu. Niingize ndani kwa damu ya mwana-kondoo. Niingize patakatifu, patakatifu. Toa makaa yako ya moto, isafishe midomo yangu, mimi huyu hapa. Toa makaa yako ya moto, toa makaa yako ya moto, isafishe midomo yangu, mimi huyu hapa. Hebu tuvumishe huo tu kwake kwa utamu. Hebu tumwimbie yeye. Amini tu, amini tu, yote yawezekana. Amini tu.
amini tu, na yote yawezekana. Amini tu. Bwana sifiwe. Maweza kuketi. Sisi ni watu wenye majaliwa jinsi gani kwa mara nyingine tena leo kuweza kukusanyika pamoja, tukiketi pamoja katika makao ya mbinguni, tukijitayarisha kukisikia chakula kilichohifadhiwa ambacho kilirekodiwa na kuchaguliwa tangu zamani na Mungu kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu kusikilizwa leo hii, ambapo alijua kwamba tungekuwa tukiusikiliza ujumbe huu. Wana na binti za Mungu waliodhihirishwa wakiingia katika kufanywa wana wenye mamlaka katika kuwekwa mahali petu na Bwana Yesu Kristo. Unaamini hilo asubuhi ya leo? Amina. Ni halisi. Ni fursa ya jinsi gani kwangu mimi kumkaribisha kwenye mimbara hii nabii na mjumbe wa Mungu, ndugu Branham. Mungu awabariki.